Walimtembelea Adam na Eva majira haya ya jua kupunga. Nasi Bwana, toka kwenye madhabahu yako jioni ya leo, watoto wako tumeacha Bwana kila kitu kwa ajili ya ufalme, na umesema Bwana, atakayeacha kila kitu kwa ajili ya ufalme atapokea mara 100 na uzima milele. Baba, tunachotamani ufalme wako udhihirike jioni ya leo. Baba, kuna misiba tumepitia miaka mingi. Baba, kuna mateso tumepitia miaka mingi. Nasi tumejua Bwana, iko roho ya mauti inafisha katikati yetu. Nasi tumekuja kwenye madhabahu yako Bwana, ile damu ya mwana kondoo toka pale msalabani, nene nguvu ya ufufuo ambao Mungu uliruhusu, na hiyo tunaiamini. Ili kwa hiyo Baba, tukabatane na Kristo ili tupate ile nguvu ya kutufufua, vilivyokufa Bwana vifufuke katika jina la Yesu. Nasemesha na ardhi, ewe ardhi sikia, haya ni majira ya ufalme wa Mungu, na kunyamazisha kimya kwa damu ya Yesu. Ila sauti ambazo ziko katika ardhi hii, na ziachilia damu ya Yesu, na zinyunyizia damu ya Pasaka mwana kondoo Yesu. Enyi mbingu mkanyamaze kimya, damu ya Yesu niachilia kwenu, mkafunguke saa hii, ili utukufu wa Bwana ufunike hii madhabahu, utukufu wa Bwana ufunike mbingu hizi katika jina la Yesu. Mungu mwenye nguvu, umesimika kiti katika mbingu, nami naomba Bwana Baba, kwa ajili ya jina lako ukasimike kiti katika mbingu za mahali hapa, ili ukamiliki na kutawala, ili zile falme ambazo zimesimama kuleta mapingamizi zikutana ufalme wako na kunyakamaza kimya kwa jina la Yesu. Baba, tunakupa utukufu wote. Baba, neema yako niachilia mahali hapa. Baba, achilia kwa watoto wako ambao wanafuatilia Facebook live, wanafuatilia YouTube, wanafuatilia TikTok. Ile neema uliachilia kwenye madhabahu iwafikirie mahali walipo Bwana, maana katika imani hakuna mbali. Ulipokeleza kwa mtoto wa kila yule akapona kule nyumbani, nami naamini sasa kama mkono wako ulioko hapa utatembea kila mahali wanapofuatilia utumishi wako katika jina kwa damu ya Yesu. Amen. Amen. Mungu abariki waimbaji, mkaketi. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu ametupa neema ya kushiriki tena semina yetu. Nambariki Mungu aliyetupa hii neema ya kuendelea na mafundisho yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ninamtukuza sana Mungu ambaye ametufadhili akatupa hii nafasi. Kwa kweli utukufu ni kwa Mungu wetu, maana kikawaida haikuwa rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku zote Mungu wetu anabaki kuwa ni Mungu, na Mungu wetu ni mshindi siku zote. Sasa tuna ujumbe unaosema imani inayodhihirisha nguvu ya ufufuo. Ni ujumbe ambao Mungu ameachilia tutembee nao. Imani inayodhihirisha nguvu ya ufufuo. Imani inayodhihirisha nguvu ya ufufuo.
kwenye kitabu kile cha Efeso na Wakolosai 2:12. Kitabu cha Kolosai, ile Kolosai 2:12, kuna neno ambalo tumelipata la kutembea nalo 12 hadi 14. Nguvu imani inayodhihirisha nguvu ya ufufuo. Biblia inasema hivi: mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Na ni mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Amen. Mkazi wetu mkuu, mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu. Mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu. Kwa hiyo tunapoziamini nguvu za Mungu ambazo zilimfufua Kristo katika wafu, hizo nguvu zinafufua tena maisha yetu. Na tunachozungumza hapa ni kitu cha kiroho zaidi. Haleluya. Unaishi, unatembea, unaingia, unatoka, lakini kuna maisha yako yamekufa. Maisha si tu kula na kunywa. Maisha ni vile ambavyo vinakuzunguka, vyote vinakufanya uishi kwa furaha hapa duniani. Haleluya. Maisha, ndani ya maisha kuna ndoa, ndani ya maisha kuna uchumi, ndani ya maisha kuna watoto, kuna wazazi, ndani ya maisha kuna familia, ndani ya maisha kuna huduma, ndani ya maisha kuna ibada, ndani ya maisha kuna kibali, kuna heshima, ndani ya maisha kuna kujulikana mjini. Sasa mauti inaweza kukuacha uishi, unatembea mjini, lakini kwa ukweli maisha yamekufa. Sasa kuna watu mwanzo nilifikiri kwamba waliofanikiwa sana kiuchumi wana maisha, lakini siku moja Mungu akanipa neema, nikaenda nikapata mwaliko kwenda kufanya huduma kwa tajiri mkubwa sana Tanzania, na ana mabasi mikoa mingi, na sio mabasi yaliyochoka, yale mabasi ya kisasa yanaenda mikoa mbalimbali. Nikafika nyumbani kwake, alafu ni juu ya ghorofa. Lakini baada ya masaa niliokaa pale kwenye maombi, nikagundua hata matajiri hawana maisha, wanalia kuliko wewe unavyolia. Kwa hiyo maisha sio pesa. Kuna mwingine ana pesa, lakini watoto wanamfanya alie usiku na mchana. Haleluya. Haleluya. Kuna mwingine ni maskini, umaskini wake ndio kilio chake. Mwingine ni tajiri, utajiri wake ni machozi yake. Mwingine kasoma sana, kasoma vizuri, lakini shida yake hana kibali. Anafanya kazi, lakini kazini haijulikani ya kwamba yupo. Kasoma vizuri, ana masters yake, ana kazi nzuri, lakini hana maisha ndani ya kazi yake. Kwa tunapozungumza kufufuliwa na Kristo, kuna vitu vingi vinaweza vikapigwa ukawa una jina la kuwa hai, lakini kwa ujumla umekufa. Maisha yako mochwani, alafu wewe uko mtaani, uruhusiwi kuingia mjini.
Haleluya. Jana tukaona baada ya Kristo kukata roho yake pale msalabani, alipotoa roho yake, Biblia inasema ardhi ikatetemeka, tetemeko la ardhi, miamba ikapasuka, makaburi yakafumuka, na miili ya watakatifu waliolala wakaamka. Alafu wakaweka, akapewa pose. Alipofufuka katika wafu, Biblia inasema wakaingia mchini, wakaonekana na watu wengi. Kwa hiyo kufufuka ni tendo la kuokoka. Unaweza ukaokoka ukawa umefufuka, lakini kuwa na maisha baada ya kuokoka ni mchakato. Sema mchakato. Hasa na huu mchakato unahitaji akili za kimungu zaidi kuliko akili za kitheolojia, kuliko akili za kibinadamu, kuliko akili za darasani. Nimekutana na wataalamu wenye degree ya saikolojia. Alafu mimi darasa la 7. Alafu mimi na mshauri mwenye degree ya saikolojia. Na mshauri wa darasa la 7, alafu anavuka. Umeelewa sawa sawa? Sana kuna sana kutanishwa na wahadhiri wa chuo kikuu. Wamekwama, wanakuja kwa mtu wa darasa la 7, wanavuka. Kwa hiyo uhadhiri wake, upispo wake hamsaidii, anavushwa na mwenye elimu ya Mungu lakini ya duniani kafiri. Kwa hiyo maisha ni zaidi ya elimu. Maisha ni zaidi ya maisha haya. Kwa hiyo walipofufuka wakawekewa pose. Lakini tukaona Mariamu na Martha wakasema, walikuwa ni waombaji wazuri, wakasema, Bwana Yesu, umpendaye hawezi, njoo umponye. Halafu Yesu akasema, hii kesi ni ya mbinguni, siingili mpaka mwenye kesi yake aruhusu. Watumishi mpo, mwache kukurupuka. Si kila kitu atakiwa kuandika mikono. Kingine natakiwa kioze, kiwe maiti ya siku 4 ndio bandika mikono. Si tunakurupuka tu. Kipata kile sema hapa. Utapiga faya kama sema unaharibu taratibu wa mbinguni. Kuna vitu vingine baada Yesu kunifundisha sifanye haraka. Hajaniambia fanya. Haleluya. Sasa kuna kanuni ya watu, kama kuna semina kama hii, anatamani haya wagonjwa wote sogeni muombewe. Kuna saa maji yakitibuka unaponya kwenye kiti. Sio amri kuna tampo kwa bandiko mikono. Elia akamwambia mzee, nenda kaoga tena ni mara 7. Sema kijana huna nidhamu kabisa. Hivi kamanda wa jeshi baada ya kuniheshimu ndio bandike mikono kichwani, anambia mzee, hapa tunafuata itifaki ya mbingu zinasema ni nenda Yordani kajichole mara 7. Hutaki rudi kwenu. Kwa hiyo kuna saa maji yakitibuka, Mungu atakufuata kwenye kitu unatoka ni mzima wa afya. Usifuate kanuni, usifuatishe itifaki fulani. Mahali Mungu yupo, unaingia mlangoni pale, unafunguliwa, unaingia nyumbani, Bwana ni mzima. Kwa hiyo tunaenda kwenye viwango vingine vya imani. Acha mazoea, acha kawaida. Mimi nataka nikwambie kiwango cha Mungu aliyeko hapa nimekiona kwa mara ya kwanza, kwa sijakiona tena. Gharama ambayo mbingu imelipa kwa ajili ya semina. Nimefanya huduma zaidi ya miaka 20. Nimemwona Mungu kwa utukufu tofauti. Lakini kwenye semina hii nimemwona kwa viwango vingine sijaviona kabla. Haleluya. Kwa hiyo ukitoka kapa, kesi ni yako, si ya Mungu. Nimemwona Mungu wenu anavyowatembelea. Sema Mungu kuna nini, akaniambia nilitaka uje hapa miaka mingi lakini ulizuiliwa. Umesikia sawa sawa?
nilitakiwa nije hapa miaka mingi, miungu ikanizuia. Hata saa hii mlango umefunguka nikazuiwa tena. Ufalme wa mbinguni ilibidi ulipe gharama ya ziada nisimame hapa. Hiki kawaida nikarudi kwa tutorial. Lakini ufalme wa mbinguni umelipa gharama ya ziada mimi kuweko hapa. Kwa hiyo ukiingia kwa mazoea, utaona suti, utaondoka tu na suti. Utamuona Yesu. Kwa hiyo tamani kumwona Yesu aliyekuweko hapa. Na ninaposema ingia kwenye maombi ya toba, tubu. Najua waombaji kwa kweli na kiburi. Sema waombaji mna nini? Na kiburi. Mkipewa maelekezo na madhabahu mfano. Nasema jamani tupite kwenye toba kwa ajili ya jambo fulani. Lakini kisikiliza maombi yenu, hampo kwenye maelekezo. Mkiwa nakemea, mkiwa navunja na bomoa, vingine havivunjwaji. Ukivunja au navunjwa. Haleluya. Wakati tunatakiwa tupate ndege zitue hapa, chakula tunafanya nini? Kama tunataka ndege ije ishuke hapa, cha kwanza ni nini? Kujenga nini? Jana na leo tunajenga uwanja ili ndege itue. Sasa ndege, Mungu anasema niandalieni mazingira ni watoe mlikofungiwa. Sasa umekemea miaka 10 na hadikemeki. Fuata kanuni. Nanipaka shida sana. Nako nanipa neema kusikiliza pia na maombi mnaombaji. Nako pita mara nyingi waombaji wamefunza kukemea kuliko kumleta Mungu aingie kazini mwenyewe. Yaani vitu vingine unakaa tu na Mungu unaambia Mungu njoo afu jitukuze. Kuna vitu vinasema Mungu imekuja sema nimepewa nafasi nimekuja kujitukuza mwenyewe. Kwa hiyo tukisema tupite kwenye toba, kaa kwenye toba. Mungu kuna namna nimeona mahali tofauti tofauti tunapita kwenye toba tu, watu wanafunguliwa kuliko kawaida. Mnatubu tu, pepo zinatoka tena kinidhamu kabisa, wala hamsumbuki, hamna kikikiri. Yaani mnapita kwenye toba, pepo linalipuka na toka lenyewe, mnapita tu kwenye toba. Nini? Biblia inasema mbinguni ni furaha mwenye dhambi mmoja anapotubu. Na furaha ya Bwana ni nini? Ni nguvu zetu. Kwa hiyo tukijama tunapita kwenye toba, kaa tu hapo. Usifanye kwa sababu kuna vitu miungu ina uhalali. Lazima uhalali utoke ili Mungu aingie kazini. Haleluya. Wangapi wamenipata mpaka hapo? Bwana Yesu asifiwe. Tuingie kwenye posho ya siku ya leo. Jana tuliangalia habari ya mazuio kwa sehemu. Tunataka leo tuangalie kidogo kwa kina, ili tukipata neema tutapata neema ya kuomba. Zuio, ujumbe wa leo, zuio linalopinga nguvu ya ufufuo. Zuio linalopinga nguvu ya ufufuo. Zuio linalopinga nguvu ya ufufuo. Mathayo 27 mstari 62 na 66. Mathayo 27 62 66. Zuio linalopinga nguvu ya ufufuo. Biblia inasema hata siku ya pili ndiyo iliyo baada ya maandalio, wakuu makuhani na Mafarisayo wakamkusanyikia Pilato, wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa angali hai, baada ya siku 3 nitafufuka. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya 3, wasije wanafunzi wake wakamwiba, wakawaambia watu amefufuka katika wafu, na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Pilato akawaambia,
mnao askari, nendeni mkalilinde salama kadiri mjuavyo. Wakaenda wakalilinda kaburi salama kwa kulitia lile jiwe muhuri pamoja na wale askari walinzi. Wakaenda wakalilinda kaburi salama kwa kulitia lile jiwe muhuri pamoja na wale askari walinzi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu alishatabiri ya kwamba nitapanda msalabani, siku ya tatu nitafufuka. Na wao wamejua, wakasema yule mjanja alisema. Kwa hiyo wakajipanga, wakasema sasa tunakwenda kuweka zuio Yesu asifufuke. Zuio lenye nguvu zaidi sio askari, muhuri. Sema muhuri. Asema wakalitia ile jiwe muhuri pamoja na wale askari. Sasa kwenye mlango, kwenye kaburi kuna jiwe. Jiwe tunaona kwa Lazaro, ndiye anasema Yesu akawaambia liondoeni lile jiwe, akasema Lazaro njoo. Sasa hapa tunaona kuna jiwe limeko kwenye mdomo wa kaburi, lakini kwenye jiwe wakapiga na muhuri, halafu wakaweka na askari pale ili wahakikishe hakuna mtu akuja kuleta matokeo mbadala. Lakini tafsiri ya muhuri, haleluya. Kwa mfano, wafanyakazi mko hapa, ikiandikwa barua ya kiofisi kama haina muhuri ni batili. Ni kweli sio kweli? Hata kanisani ikiandikwa barua na mchungaji au katibu iende mahali, kama haina muhuri si halali. Barua ili ikamilike ya kitaasisi lazima na nini? Muhuri unathibitisha kwamba barua ni halisi au ni halali, au ofisi inatambua hiyo barua, ofisi imetuma huo ujumbe. Kwa hiyo muhuri cha kwanza unathibitisha kwamba kilivyo ndivyo kilivyo. Haleluya, haleluya. Yatende kwenye kitabu cha Daniel, tutapata maana halisi ambayo natamani tuipate, ambayo hapa haikuwekwa bayana sana. Kitabu cha Daniel 6:16-17. Kitabu cha Daniel 6. Kitabu cha Daniel 6:16-17 nasema hivi: basi mfalme akatoa amri, nao wakamleta Danieli wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme akamwambia Danieli, Mungu wako anayemtumikia daima, yeye atakuponya. Likaletwa jiwe likawekwa mdomoni mwa lile tundu, naye mfalme akalitia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe na kwa muhuri ya wakuu wake, lisibadilike neno lolote katika habari za Danieli. Tarudia. Likaleta jiwe likawekwa mdomoni mwa lile tundu, naye mfalme akalitia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe na kwa muhuri ya wakuu wake, lisibadilike neno lolote katika habari ya Danieli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ile mauti ambayo imeachiliwa ipige kona fulani, ili usitoke kirahisi, kuna muhuri napiga, nasema alichofungiwa Maria kwenye hiki kitu cha mauti, kwa gharama yoyote, kwa namna yoyote,
alichofungiwa kwenye mauti hakitabadilika kwa gharama yoyote ile. Tafsiri yake wakasema wamepiga jiwe kwenye kaburi, kwenye pango alipowekwa ndani. Hebu fikiri, ndani kuna simba wanajaa, alafu wameweka jiwe kwenye mlango wa pango, alafu wakachukua muhuri wa mfalme akagonga, na muhuri wa wakuu wake wakagonga. Wakasema lisibadilike neno lolote katika habari za Daniel. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo ulipo, Daniel amepiga muhuri mbili tofauti, ya mfalme na ya wakuu wake. Lakini wewe, cha kwanza una muhuri wa familia, cha pili una muhuri wa ukoo wako, cha tatu una muhuri wa kabila lako, alafu cha nne una muhuri wa mji wako au taifa lako. Na ile uhakiki una muhuri wa ukoo. Angalia, umeokoka, lakini changamoto unazopitia ni zile zile wanapitia ambao hawajaokoka. Tafsiri ni muhuri wa ukoo umepiga kwa wanaukoo wote. Lakini kwenye nchi, muhuri ambao nimeuona hapa unawapiga umefungwa kwenye mji wenu, ya kwamba kwenye mji huu lisibadilike neno lolote, maisha yenu yaishie hapo. Na moja muhuri, mji huu umetamkiwa hakuna kuoa, hakuna kuolewa, zaidi sana waolewe na majini mahaba. Na kwenye mji kuna ndoa nyingi za majini mahaba kuliko za kanisani. Chungaji kuna mafundisho lakini wana ndoa mbili. Ukawaambia hapa mume mmoja mpaka kifo, lakini umefungisha ndoa juu ya ndoa nyingine. Lakini mwana Mungu akiingilia kati kupambana na majoka yaliyowaoa. Mwana Mungu akiingilia kati kushughulikia yale majoka ambayo yamewakamata. Sasa mahali kwenye roho ya Yezebeli imebeba roho ya zina, roho ya kupiga ndoa, imebeba roho ya kichawi, imebeba roho ya maskini. Ni muhuri imepigwa. Na ndio maana nimezindua kwa gharama ya juu sana nisiingie. Kwa nini? Na majibu ya mji wenu. Nimesoma gharama kubwa sana. Haleluya. Labda niwasaidie kitu. Huko duniani kanisani huwa tunamuita mtumishi kwa sababu ana upako. Tukiona na upako tutamuita. Lakini mbinguni ni tofauti. Hawaangalii mchungaji una upako, ila upako umebeba kusudi gani kwenye huo upako. Hawaangalii mtumishi na upako, ila huo upako umebeba kuzaa nini. Sasa sisi tunamwita mtumishi sababu ana upako, lakini wanasema kwenye mjilo kuna shida gani? Wakumpeleka ni nani? Sisi tunatafuta mada wana upako, njoo. Anakuja na upako wake, lakini kesi iko pale. Unafikiri Dorcas amekufa, amekuwa maiti? Watumishi walijaa pale wengi, wakasema kesi hii tumuite Kefa itoe Petro, ndio ana kesi ya kumtoa Dorcas. Wapenda walikwepa kile, kaona walijua kupima kwamba nani kabeba nini kwa ajili ya nini. Lakini kanisa la leo kisha kwa tuli mtume na nabii, kesi imeisha. Utaitwa mpaka inapigwa semina siku 8, mnabaki na makolokolo. Upako uliokuwepo. Kwa mfano kwa mfano, hebu niseme nini? Kwa mfano, sasa mna kazi ya kuosha mguu tu. Semina nakuja ya kwanza, bwana tunaosha nini? Mguu. Semina pili tunaosha nini? Ya 7 tunaosha nini? Sasa mguu umesuguliwa umeng'aa, lakini mwili mwingine wote ni mchafu.
Kristo. Kwa kila mtumishi amepewa na mipaka, mkatili mmoja kitu amepewa kila mtu na stress yake. Kwa si kila upako unafanya kila kitu. Na watumishi wengi tunafiaga hapa. Ukishakuwa na upako unataka ufanye kila kitu. No, upako na nidhamu wapendwa. Haufanyi kila, ila kusudi ndani ya upako unafanya kitu. Sasa moja ya vitu ambavyo tunaipata sana, unatamani upako ufanye kila kitu. No, mbinguni hawako hivyo. Ametoa wengine kuna kwa mitume, wengine manabii, wengine wainjilisti, wengine walimu, wengine wachungaji. Roho ni yeye yule. Sasa wewe ni mchungaji unataka ufanye uinjilisti, baba hiyo ni hiyo wote iweze. Bigumu. Lakini muinjilisti anakuwa mchungaji. Ila kanisa kila siku linahubiriwa mahubiri ya toba kila siku. Alafu linarauliwa hali gani? Akipita muinjilisti kazi yake ni kupasua. Akija mchungaji anoni ni amani. 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 Mchungaji anaganga majeraha. Sasa kuna makanisa sasa hivi kwa sababu tenda inayolipa ni uchungaji. Kwa hiyo ni mwinjilisti kamili, lakini kapewa uchungaji kwenye kanisa. Kwa kila kipanda madhabahuni anatafuta dhambi tu. Kanisa linagongwa mpaka watu wanahama kanisa. Na kama dhambi hamna, akisikia tumeteleza mahali, anatungia mahubiri hapo. Si mwinjilisti. Kwa mwinjilisti sio mchungaji. Lakini mtu ni mtume, anafungua kanisa na kaa mahali. Mtume ni kwenda kufungua kazi, ikishasema anaenda tena mbele. Haleluya. Haleluya. Sasa upako uko hivyo. Upako una nidhamu ya kufanya kazi. Tunaupeleka kila mahali. Haleluya. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Kwa hiyo kwenye vita ya muhuri kuna kulipa gharama zaidi kuliko vifungo vingine vyote. Gharama ya kufunguliwa kwenye muhuri ni gharama ngumu, ndio maana tunaomba sana lakini hatuvuki tulipokwama. Kwa nini? Muhuri umesema hivi, isibadilike neno lolote kwa ndani. Sasa kuna kanuni, sema kanuni. Kuna nini? Kanuni, kwa sababu kama walifunga lisibadilike neno, lazima sisi turudi kwenye mbingu za Baba kwamba Baba, itifaki ya hapa ni nini? Hapa tunatokaje? Kanuni ya hapa ni sababu kila kitu. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Bwana. Tena nimesema kuna mahakama katika ulimwengu wa roho kama ya mwilini kabisa. Kwa hiyo kama umepigwa muhuri na miungu ya ukoo na miungu ya mji, unapokwenda kuomba utoke, tena nasema sikia, Mungu ni mwenye haki. Angalia, huyu amepigwa muhuri kwamba habari zake hazitabadilika na ukoo wao wote. Kwa nipeleka mashtaka, una zuio la muhuri, unapiga fire siku 30, alafu ngoma iko vile. Nini muhuri? Sema muhuri. Mungu asaidie sana. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo Yohana. Sasa tuangalie kanuni ya kushughulikia muhuri. Yohana. Ufunuo Yohana. Ufunuo Yohana 5:1 hadi 10. Ufunuo Yohana 5:1 hadi 10. Sasa hapa nafikiri kwa waombaji, Mungu akupe jambo kulishika vizuri likusaidia kutoka. Biblia nasema hivi: kisha nikaona katika mkono kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, nani astahilie kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Wala hapana mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Nami nikalia sana, kwa kuwa
hapakuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Na mmoja wale wazee akaniambia, usilie, tazama, simba aliye kabila wa Yuda, shina la Daudi, naye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake 7. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4, na katikati ya wale wazee, mwana-kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambao ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Akaja akakitoa kile kitabu kwa mkono wa kuume wake yeye. Mstari wa 7. Akaja akakitoa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Hata alipokitoa kile kitabu, hawa wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele ya mwana-kondoo, kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambao ni maombi ya watakatifu. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahiliwa kukitoa hicho kitabu na kuzivunja muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Shangilie Bwana Yesu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Una doze imekuwa kali mpaka mnaogopa. Mmenyamaza sababu kuna Kristo peli na penye na mwaka. Haleluya. Msiogope, Yesu anatutoa hapa. Sasa Biblia nasema kule mbona kuna kitabu. Kile kitabu kina muhuri 7. Malaika mwenye nguvu akahubiri akasema, nani aweza kufungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Biblia nasema mbingu zilinyamaza kimya. Hakuna wazee 24 walioinuka, hakuna malaika aliyeinuka. Biblia nasema hivi, hata uwezo kukitazama kitabu hawakuweza. Yaani kule tu ukiangalia hawakuweza, watakifunguaje? Lakini akasema, usiogope Yohana, maana kondoo wa Mungu aliye simba kabila la Yuda, mwana wa Daudi, yeye ana uwezo. Kwa nini? Alichinjwa na damu yake ina uhalali wa kufungua muhuri zote. Haleluya. Damu ya Yesu ndiyo itifaki pekee ya kushughulikia muhuri. Kwa hiyo fata muhuri, vunja na kuvunja, haitavunjika. Kwa nini? Mbinguni kulikuwa hakuna kanuni zaidi ya damu ya Yesu. Wewe unaitoa wapi? Unaitoa wapi? Anasema hakuna wa kutazama, hakuna wa kuangalia. Sasa zilikuwa muhuri 7. Lakini anapokuja kununua, Biblia nasema kwa damu yake akanunua watu wa kila taifa. Muhuri wa kwanza hapo kwenye nini? Kwenye taifa. Watu wa kila kabila. Muhuri wa pili hapo kwenye nini? Kwenye kabila. Anasema watu wa kila lugha. Hapa nimesikia ni wanaitwa nini wa hapa? Hapa ni wanini? Wasagara. Kwa hata lugha ya Wasagara kuna nafasi ya kununuliwa kutoka kwenye muhuri ya Wasagara. Lakini nasema na jamaa kuna muhuri wa kitaifa, unafunga taifa zima, mnakuwa na aina moja ya taifa. Lakini kuna muhuri ya kabila. Hiyo muhuri inafunga kabila zima, linakuwa na aina moja ya maisha kabila zima. Lakini kuna muhuri wa ukoo, unafunga ukoo mzima, unakuwa na aina moja ya ukoo. Lakini kuna muhuri unafunga lugha. Maadamu tu ni Msagara, umefungwa na muhuri wa Kisagara. Haleluya. Alafu kuna muhuri wa mji wa Kibabe. Sasa
unachomokaje kirahisi na ndani? Hizo muhuri zote unachomokaje kirahisi? Lazima Mungu aweke hekima ya kiungu ndani. Nimwambia jana, moja ya muhuri umenitesa sana ni muhuri ya ukoo, muhuri ya kimaskini. Sasa nimepata kwenye mombi miaka 5. Yaani maskini baada ya kupungua na ongezeka. Unafunga siku 21. Ukichomoka maskini umeongezeka viwango. Unapiga siku 7 kavu. Sinaona hivi. Nimepiga siku 7 kavu. No maji. No nini. Ngapi 7 kavu. Hakuna maji, hakuna maziwa. Alafu siku ya 7 jioni nikaanza kunywa maziwa kidogo. Ya 6 kanapata kikombe cha uji. Siku 21. No gani no kale no baba. Kikombe cha uji, kikombe cha maziwa. 21 hapo nachomoka. Sikipo muongezeka ni wapi? Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Samuel akaniambia, "Ana shida yako wewe. Unaomba kimazoea." Akaniambia, "Hutatoka mpaka uanze maombi ya toba sio ya kuvunja." Akaniambia, "Sasa nakufundisha. Rudi kwenye Biblia kwa upya." Akanipisha akaniambia, "Umefungwa kihalali." Kaambia, "Nimekuaje?" Akaniambia, "Njoo, twende." Tukasafiri na Yesu akanipeleka kizazi cha kwanza, cha pili na cha tatu. Akaniambia, "Madhabahu maskini lijengewa hapa." Nikakuta kuna pepo linaongea. Kuna lisanamu kwenye zizi la ng'ombe linaongea. Na nikaambiwa, "Ndio miungu iliyopewa hatima ya uchumi wenu. Mmepigwa muhuri." Alafu ile muhuri nikauona. Nishaona kitu kinachoitwa beji. Nishaona beji zile wanavaa. Hata praise watumishi bora kama kuna watu wa serikalini wanavaa. Sasa muhuri imesema fukara yake imeandikwa kipa. Mimi ni mpare. Kuna mpare hapa na hata mmoja. Hawapo Sasa imeandikwa mkiva mkivivi. Hebu waambie manake ni, hebu simama. Au ni mpare wa juu. Hebu waambie manake ni mkiva mkivivi. Hebu simama sasa dada na wewe. Usiniangushe. Mpe mic. Waambie mkiva mkivivi manake ni nini? Au jaijua bado tafsiri? Mkiva mkivivi. Aya, wabasika hawa wapare hawa wananiwa chai maharage. Yaani tafsiri yake ni fukarai. Umesikia? Fukarai. Ndio muhuri nimepigwa hapo, ni mtumishi niko tawa. Utatokaje mjini hapo? Yaani ukipita mchini muhuri unasema fukarai. Kwa mchawi akiniona rohoni anajua fukara analoga uchumi. Unalima nyanya zinakufa. Unalima mahindi yanakufa. Kwa sababu muhuri uliopigwa inampa mchawi akulogeje uliokoka. Unajua ukishaokoka kulogeki, lakini muhuri uliopigwa ni fursa mchawi kuloga. Waambie mpendwa hapo je. Yaani Mungu akadirisha kani ndiko rohoni nikaletoa hiyo lebo imeandikwa fukara. Alafu akaja mtu akaivua. Hata nyingine imeandikwa mkumbukwa na Mungu. Umeelewa? Ile ikavuliwa ikaandikwa mkumbukwa na Mungu. Kanaambia mwanangu umetoka. Akaniambia Mzaba umetoka. Akaniambia Harrison umetoka. Sasa ni zamu yako leo ivuliwe. Yesu akaka muhuri wa kuja kwa damu ya Yesu. Sasa yule fukarai leo hii
nina vifaa vya huduma, jumla yake ni milioni 22. Milioni ngapi? Milioni ngapi? Baada leo kuvuliwa, nikaamba mkomboka na Bwana, nikija na mziki wangu hapa wa huduma ninayotumeka kule ndani, ukifadha huduma ya kwangu hapa ndani hatutasikilizana. Tabia tushusha nini? Vyote tutapanga speaker kona zote, tutaweka hapa, tutaweka pale, tutaweka pale, tutaweka na kule nyuma kote. Kwa hapa ni hatutasikilizana. Milioni 20 na ngapi? Na 2. Ni vifaa nini? Vya huduma. Sasa nilipovuliwa lebo, nikakosa toka mjini. Sasa nikitoka mjini nasema ise kaja mjini Mzava. Kaja mjini nani? Unaweza ukakaa kwenye nchi yenye maziwa na asali, shida sio maziwa, una muhuri. Sasa muhuri inafungulia roho ya mauti ifishe. Nilikuwa napambana zaidi lakini sipate nia. Fukara atakaga na hela. Hakaina hela. Niko naenda kwenye seminar, nimeita kwenye seminar ya wiki na vaa suruali ya buku. Ile saa 7 ya jioni ile. Haya buku, moja buku. Hebu kama naingia. Naibeba buku na vaa kwenye seminar. Shati la buku, napiga pasi kwenye nini? Ni mhubiri anahubiri madhabahuni suruali ya buku. Sasa hivi nani namgonga shetani kidogo. Na especially na mimi shetani alininyanyasa sana kile na mnyanyasa. Kia nikitokelezea suti. Kesho kutwa toka na maliza hapa ni nini? Ananinyanyasa shetani bwana, sasa nipiga sasa ni zamu yake. Kwa sababu shetani sininyanyasa, sasa hivi ni zamu yake. Kwa hiyo wapendwa, kupigwa muhuri hata uombe vipi hutoki mpaka itifaki itumike. Kwa mahali penye muhuri, ili damu Yesu ikununue, ni kuingia kwenye toba ndio uhalali wa huo muhuri, sio kuvunja. Maana ile damu ilinunua, sasa inanunuaje? Ili inunue lazima ipewe nafasi ya kununua, ipewe nafasi ya kutangua muhuri, ipewe nafasi kwa njia gani? Kitabu cha Efeso 1:7. Kanuni ya damu Yesu kuingia kazini. Efeso 1:7. Efeso 1:7. Biblia inasema hivi: katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Itarudia: katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Damu Yesu hapa inapiga dozi 3 mara moja kwa njia ya toba. Unapita kwenye toba, dhambi inafutwa. Unapita kwenye toba, neema inaachiliwa. Unapita kwenye toba, ukombozi unatokea. Sasa mimi nilipita tu kwenye toba, katikati ya toba akaja malaika, akavua lebo yenye muhuri ya fukarai, akaweka lebo nyingine, mkumbukwa na Mungu, nikakumbukwa kuanzia saa hiyo na Mungu. Sana wewe, kiwango cha toba yako kitakupa nafasi ya muhuri kufungua, muhuri kuachilia. Kwa sababu fikiri, alipochinjwa Yesu akamwolea Mungu, watu wa kila taifa, wa kila lugha, wa kila jamaa, akawafanya kuwa ufalme, wanamiliki juu ya nchi. Sasa umiliki wetu lazima kwenye tusimiliki huduma tu, tumiliki huduma ya ile ya utumwa wa Yesu. Amesema kwamba enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa nini? Wanafunzi wao. Sasa wewe unaishia tu hapa Kimamba, hujafika mataifa yote mbele.
Ukiishia Tanzania hujafika nini? Mataifa yote. Sasa huduma yako inasubiriwa Kenya, inasubiriwa Uganda, inasubiriwa Ulaya, lakini umekwama Tanzania, hujafika mataifa yote. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa lazima upate hasira kama Bwana Yesu. Inaanza mchakato wa toba. Tutaomba kwa sehemu, lakini semina ikiisha leo wiki hii na kazi na muhuri ya iliyopigwa hapa Kibamba, wiki nzima umekaa mahali na Yesu, halafu mnapiga story huku mnafanya toba. Hapa mbele Yesu, wiki hii nitakaa kwenye toba kwa muhuri wa kabila langu tu. Sisi Wapare tuna muhuri za upare wetu, tofauti na Wabena, tofauti na Wachaga, tofauti na Wahaya, tofauti na Wagogo na Wakaguru na Wasafa na namna mbalimbali. Kila kabila lina aina fulani ya maisha tofauti na kabila nyingine, ndio muhuri yake. Haleluya. Halafu ukitoka kwa Bwana Yesu, sasa wiki hii na dili na ukoo. Ndani ya ukoo kuna muhuri inakamata ukoo mzima. Kuna pita kwenye kanuni hii, ukishughulikia muhuri hadi muhuri, unaposhughulikia utaanza kuona maisha yanachanua yenyewe. Yaani vitu vinatokea tu mjini. Haleluya. Unaanza kujulikana mjini. Huduma inajulikana mjini. Haleluya. Haleluya. Tusimame juu. Tunakwenda kuingia kwenye toba. Naomba Mungu akupe nidhamu. Hatujapata nafasi ya kuvunja bado. Hizo muhuri zina uhalali. Natamani tupite kwenye toba ya kina. Naomba leo tusogee mbele wote hapa, tutapita kuomba. Tunaposukuma hii toba, kuna watu wataanza kufunguliwa. Kuna mizimu itaanza kuchomoka yenyewe. Kuna mapepo yataanza kuchomoka. Kwa nini? Muhuri zinaposhughulikiwa ulimwengu wa roho, wala hatuna shida kukemea. Zenyewe kwa nini? Kivuli chao, uhalali wao unapoondoka, wanakosa pa kujifichia. Haleluya. Ndio tunaenda sana. Hebu tuabudu kwa sekunde chache. Tunapomwabudu Mungu, tusogee mbele kwa chini ya maombi. Kwa kukutoa kwenye kiti, mwanzo mizimu ikalipuka huko, tukashinda kukusaidia. Tunaposema tusogee mbele, wengine ukitaka msaada utaona kwenye hiyo toba. Naomba naweza katokea hapo magumu kidogo ndani ya toba, lakini hata kama umekuja unaumwa kwenye toba, kuna anasema kwamba akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Umekuja unaumwa, amini kwamba tunapoachilia toba, iko neema Mungu anaachilia kuponya magonjwa yako. Iko neema inapita kwenye uchumi. Iko neema inapita kwenye ndoa. Iko neema inapita kwenye maisha yako. Maana tunapoachilia toba, tunampa Mungu nafasi. Nioshe Bwana kwa damu yako. Kwa damu yako unioshe, nioshe Bwana, kwa damu yako. Amina. Hata mkono kwa mmoja kifuani.
mwingine, inua mbele za Bwana. Tunakwenda kusalenda kwa Bwana. Hata mimi namhitaji pia Mungu kwenye semina hii. Bado natamani kupata viwango vingine vya utumishi. Bado maono yangu ni makubwa, namhitaji Mungu pia. Kwa wote tunaanguka mbele za Bwana ili Mungu atusaidie. Nitakuongoza maombi kwa dakika kadhaa. Ni kama ufunguo kwamba unapitaje. Ni kama tu kanuni ya kukusaidia kwamba naanzia wapi. Haleluya. Sema, Bwana Yesu, wewe ni mwaminifu. Uaminifu wako ni ngao na kigao. Umeona msiba wangu, umeona mauti iliyoachiliwa kwenye maeneo mbalimbali. Nina jina la kuwa hai, lakini kuna vitu vimekufa. Maisha yangu yamekufa. Huduma yangu imewekewa zuio. Maana umesema tutaanzia Yerusalemu, Uyahudi, Samaria, hata mwisho wa nchi. Lakini Mungu, sijafika. Ni kwa sababu kuna muhuri imeniwekea ukomo kama sitavuka mahali. Kuna kiwango cha pesa umeshakiandaa kwa ajili yangu, kwa ajili ya kazi yako na kwa ajili ya makusudi yako ndani yangu. Roho ya mauti imezuilia hiyo pesa. Ni kwa sababu kuna muhuri nimepigwa kwamba sitashika fedha zaidi ya hii niliyo nayo. Mungu, nimetambua umesema wewe ni Bwana Mungu wetu, utupe nguvu za kupata utajiri ili kulifanya agano kuwa imara. Liko agano lako na mimi limefeli. Nimetembea kwa asilimia chache kwa sababu kuna muhuri imepigwa ulimwengu wa roho ili nisifufuke pamoja na wewe. Bwana Yesu, ikiwa malaika alishuka akavunja muhuri, akapiga walinzi, ukafufuka, vivyo hivyo hii ni saa yangu. Kuna muhuri zaidi ya 7 zimepigwa kwenye taifa, kwenye mji, kwenye kabila, kwenye ukoo, kwenye lugha. Kuna muhuri mbalimbali zimepigwa, zimeweka ukomo wa maisha yangu ya kama sitafufuka pamoja na wewe, sitaingia mjini pamoja na wewe. Bwana Yesu, ulipokata roho, makaburi yalifumuka. Ilipofika saa kufufuka, jiwe liliondolewa, muhuri iliharibiwa, na walinzi waliolinda kaburi walikuwa kama wafu. Na umesema tukiziamini nguvu za Mungu ambazo zimekufufua, hizo nguvu zitatufufua pamoja na sisi. Na tumejua kanuni ili damu ya Yesu iingie kazini kushughulikia mihuri ambazo zimepigwa nisifufuke katika maisha. Kanuni ni toba. Kanuni ni toba. Sawa neno lako katika Waefeso, kwa damu yako tunao ukombozi, masamaha ya dhambi, sawa sana wingi wa neema yako. Yesu, 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 na iamini damu yako ina nguvu ya kuvunja muhuri zote, kama kule mbinguni zile muhuri wazee hawakuweza kuangalia na malaika hawakuweza kuangalia, lakini ulipochinjwa ile damu ilikupa uhalali wa kuzifungua muhuri 7. Nami naingia
kwenye madhabahu yako kwa njia ya toba. Inapoachilia toba, hiyo damu ya Yesu ianze kupita kwenye muhuri moja moja. Inapoachilia toba, hiyo damu ya Yesu ianze kupita kwenye makaburi yalikozikiwa uchumi wangu, makaburi yalikozikiwa maisha yangu, makaburi yalikozikia huduma yangu na utumishi wangu, makaburi walikozikia hatima yangu ya mahusiano, makaburi walikozikia maisha yangu. Na hayo majoka kwenye mji huu yaliyomeza maisha yangu, kwenye ardhi, kwenye mapango ya mji huu, Bwana Yesu, inapoachilia toba, inapoachilia toba, inaruhusu damu ya Yesu ianze kushughulikia muhuri moja moja, ili Bwana leo ijulikane ya kwamba ni Mungu unayeweza kuvunja muhuri ambazo nimepigwa ulimwengu wa roho. Roho Mtakatifu, nakupa nafasi kwenye madhabahu ya moyo wangu, ukaugue ndani yangu, ukaugue kwa njia ya toba. Moyo wa toba, roho ya toba ipate nafasi kwenye madhabahu ya ndani yangu. Niachilie toba, niachilie toba, niachilie toba, ili muhuri mbalimbali ziniachie kwenye ukoo, kwenye kabila, kwenye lugha, kwenye familia, kwenye mahusiano, kwenye uchumi, kila mahali. Damu ya Yesu ipite, 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 ipite. Anza kuachilia toba, anza kuachilia toba. Hata kama huwezi kuomba, ita tu damu ya Yesu. Damu Yesu inanena mema, itanena juu yako. Hiyo damu Yesu ina maneno. Kama hujaokoka, ni saa kuokoka pia, utaokoka leo. Ama hujaokoka, utampa Yesu maisha leo. Lakini kama unashinda kuomba, waita tu damu ya Yesu. Kama unashinda kuomba, ita damu ya Yesu. Lakini kama una neema ya kuomba, anza kupita kwenye toba. Pita juu ya madhabahu za ukoo. Walipojenga madhabahu, wakaachilia sadaka, wakasema ukoo huu watakuwa maskini. Walijenga madhabahu kwenye familia, wakatoa sadaka, wakasema familia hii hawatafunga ndoa, wakamba familia hii watafiwa na watoto, wakamba familia hii ametamkwa maneno, ametamkwa maapizo yako, maapizo yamepiga na muhuri. Achilia toba, nguvu za Mungu ziko hapa. Achilia toba, achilia toba, niachilie kwa Bwana. Hii ni saa yako. Usisubiri kubandikwa mikono, usisubiri kuombewa. Mungu anachosubiri ni toba yako, maana anasema ni furaha mbinguni mwenye dhambi mmoja anapotubu. Ng'ang'ana binafsi, ng'ang'ana binafsi. Hii ni saa yako. Mbingu zimefunguka, ufalme wa Mungu uko hapa, malaika wako hapa wakusema pamoja nasi kwenye hii vita. Malaika wa Bwana wako hapa. Ng'ang'ana kwenye toba, ng'ang'ana kwenye toba. Unafuatilia Facebook live, unafuatilia YouTube, ng'ang'ana kwenye toba. Achilia toba, achilia toba. Unafuatilia Facebook, unafuatilia YouTube, hii ni saa ya toba. Ng'ang'ana binafsi. Upo kwenye gari lako, ng'ang'ana binafsi. Uko Ulaya, uko Marekani, upo Australia, upo Ujerumani, upo mahali popote, ng'ang'ana kwenye toba. Mbingu zimefunguka. Ng'ang'ana mwanamke, ng'ang'ana mwanamume, ng'ang'ana tu. Mbingu zinasikia toba yako. Damu ya Yesu iko kazini sasa, inapita, inapita, inapita. Na muhuri zinakuachilia. Maisha yako yaliyofungwa, yaliyozikwa yanafufuka. Oh Mungu uliye hai, inasimama mbele ya madhabahu yako. Wachina watoto hawa nasimama nafasi ya ukuhani, inaomba toba, inaomba rehema. Jia magane wako losababisha hiyo muhuri kusimama. Hiyo muhuri imeachiliwa na sadaka. Achilia toba kwa ajili ya sadaka. Achilia toba kwa ajili ya maagano, ndani ya taifa, ndani ya ukoo, ndani ya lugha, ndani ya jamaa, ndani ya mji. Achilia toba. Baba, naomba toba, naomba rehema juu ya kila sadaka ambazo zimeachiliwa kwenye familia hii, kwenye ukoo huu. Zimeachiliwa sadaka, zimeachiliwa kafara. Hizo kafara zimefunga watu, zimefunga watu katika uchumi, zimefunga watu
katika uchumi, zimefunga watu katika uchumi, zimefunga watu katika uchumi. Achilia toba, achilia toba, achilia toba, achilia toba. Damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya msalaba, damu ya msalaba. Mungu, rehema zako, rehema zako Adonai, rehema zako Bwana, rehema zako Bwana, rehema zako Bwana. Tunanyenyekea kwako, tunanyenyekea kwako, tunashuka kwako. Wewe mtakatifu wa Israeli, wewe mtakatifu wa Israeli. Iko damu yako ya Golgotha, damu yako ya Kalvari, damu yako ya msalaba. Ndio unatulehemu Mwokozi, unatulehemu Mwokozi. Ndio unaachilia rehema zako, unaachilia rehema zako, unaachilia rehema zako, unaachilia rehema zako juu ya maisha yetu, juu ya maisha yetu, juu ya maisha yetu, juu ya maisha yetu, juu ya maisha yetu. Yesu mwana wa Mungu uliye hai, damu ya thamani, damu ya Golgotha, damu ya msalaba, damu ya msalaba, damu ya msalaba, damu ya msalaba iliyosababisha pazia la hekalu likapasuka wakati Yesu unakata roho. Damu yako Bwana, damu ya Kalvari, damu ya msalaba inayotupa uhalali kuingia patakatifu. Ukamanda salaya rikomanda saika, damu yako Jehova. Ndio achilia rehema zako juu ya maisha yetu, achilia huruma zako juu ya maisha yetu. Tunakuhitaji Mungu, tunakuhitaji Mungu. Rehema zako, rehema zako, rehema zako, rehema zako. Tunanyenyekea chini ya msalaba wako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Tunatubu Bwana, tunatubu Bwana, tunatubu Bwana, tunatubu Bwana, tunatubu Bwana, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Thamani ya damu yako, thamani ya damu yako, thamani ya rehema. Ndiyo Yesu, ndiyo Yesu, ndiyo Yesu, ndiyo Yesu. Damu inanena mema, inanena mema sasa, inanena mema sasa, inanena mema sasa, inanena mema sasa, inanena mema sasa kwenye maisha yetu. Damu ya Kalvari, damu ya Kalvari. Tunaomba rehema, tunaomba rehema kwa ajili ya ukoo, tunaomba rehema, tunaomba rehema kwa ajili ya makabila, tunaomba rehema. Yesu mwana Mungu ali hai, tunaomba rehema, tunaomba rehema, tunaomba rehema, tunaomba rehema, tunaomba rehema kwa ajili ya familia zetu. Yesu mwana Mungu, ukatulehemu Bwana, ukatulehemu Bwana kwa ajili ya makabila yetu, kwa ajili ya ukoo wetu, kwa ajili ya familia zetu. Tunaomba toba, tunaomba toba kwa ajili ya kizazi cha kwanza mpaka na cha nne. Tunaomba rehema, tunaomba rehema na ukatulehemu, na ukatulehemu. Mungu, damu yako, damu ya msalaba, damu ya Kalvari, damu ya Golgotha, damu yenye nguvu inayonena mema. Ndio unatulehemu Jehova, unatulehemu Jehova kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Asante Jehova kwa ajili ya msamaha yako. Yesu, tunatubu kwako, tunatubu kwako Bwana, patakatifu pako, tunanyenyekea kwako. Sisi ni wenye dhambi, tunahitaji rehema, tunahitaji rehema, tunahitaji rehema. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, usikiae toba yetu Bwana, toba yetu Bwana, maana upo kazini, unatulehemu katika jina la Yesu. Hebu nisikilize, gusa kwenye usawa, toba kwenye kitovu. Gusa tumbo kwenye kitovu chako. Gusa tumbo kwenye kitovu chako. Sema Bwana Yesu. Neno lako linasema kwenye Ezekiel 16 mstari wa kwanza hadi wa 5. Mwanadamu, ujulishe Yerusalemu asili ya machukizo yake yatokana na nchi ya Kanani. Maamuri alikuwa baba yake na mama yake alikuwa Mhiti, na katika habari ya kuzaliwa kwake, ile siku aliyozaliwa kitovu chake hakikukatwa. Bwana Yesu, inagusa mkono wangu kwenye kitovu kwa damu ya Yesu. Roho za mizimu ya ukoo, ya asili ya baba na mama inayosimamia hizo muhuri za kabila za ukoo kwa vizazi vinne, inaachilia damu ya Yesu kwenye kitovu changu, inaachilia damu ya Yesu kwenye kitovu changu, inaachilia damu ya Yesu kwenye kitovu changu. Roho za mizimu ya ukoo, mizimu ya kabila inayosimamia
hayo maagano ya muhuri mbalimbali kwenye maisha yangu, naachilia damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Endelea, achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu kwenye hicho kitovu. Wewe achilia tu damu ya Yesu, achilia tu damu ya Yesu. Kuna nguvu iko ndani yako, una nguvu iko ndani yako, una nguvu iko ndani yako. Achilia moto, achilia moto, achilia moto, achilia moto. Roho za mizimu mnaosimamia, mlete huko mbele dada, mlete huko mbele, mlete huko mbele, msogeze hapa. Roho za mizimu mnaosimamia hizo madhabahu, roho za mizimu mnaosimamia hizo muhuri, roho za mizimu mnaosimamia hizo muhuri, roho za mizimu mnaosimamia hizo muhuri, mweke hapa mbele Happy, mweke hapa mbele Happy, shika kitabu chake Happy, gusa kitabu chake, gusa kitabu chake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho za mizimu mnaosimamia, huyo ni mtumishi wa Bwana, ni mtumishi wa Bwana, ni mtumishi wa Bwana, na achilia damu ya Yesu. Hiyo roho mnaosimamia madhabahu hii, hizo roho mnaosimamia hii madhabahu, na achilia damu ya Yesu kwenye kitovu, damu ya Yesu kwenye kitovu. Roho za matambiko aliyomlisha mikataba na maagano aliyokula kupitia kitovu cha mama, kupitia kiviuno na mama yake, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Hicho kitovu na achilia damu ya Yesu, hicho kitovu na achilia damu ya Yesu. Fire, 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 fire. Nafsi na kutapisha kila vitu, kila matambiko uliokula ya ukoo, mizimu mliokaa ndani yake kupitia matambiko. Endelea kuomba, usishangaa mwingine. Achilia damu ya Yesu. Nguvu ya ukombozi inapita sasa, una operation inatembea, iko operation kwa jina la Yesu. Roho za mizimu mliokaa ndani yake kupitia sadaka, roho za mizimu, achilia moto, damu ya Yesu kwenye kitovu, damu ya Yesu kwenye kitovu. Chomoka damu ya Yesu, 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 jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, mizimu, kondizo roza mizimu, jina la Yesu, jina la Yesu, tunazia moto, tunazia moto, tunazia moto, jina la Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, roho ya mizimu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, asilia damu ya mizimu, asilia damu ya Yesu, jina la 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 Yesu, roho za mizimu, roho za mizimu, roho za mizimu, tunaachilia jina la Yesu, na tunaachilia damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu, damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, jina la Yesu, hizo roho za mizimu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, roho za mizimu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na pia damu ya Mungu, sikina Mungu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, roho za mizimu, roho za mizimu, achia sasa, achia sasa, achia sasa, achia sasa, moto la, moto la, moto la, ongeza fire, ongeza fire, ongeza fire, kwa jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, moto la, moto la, moto la, jina la Yesu la, moto la, moto la, kwa jina la Yesu Kristo, moto la, moto la, moto la, naachilia moto. Hizo reza mizimu, hizo reza mizimu zinapigwa leo, zinapigwa leo, zinapigwa leo, zinapigwa leo, zinapigwa leo kwa jina la Yesu, 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 tunapiga reza mizimu, reza mizimu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, damu ya msalaba, damu ya msalaba, damu ya msalaba, katika jina la Yesu,
kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, damu ya Yesu, jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kamata kitovu, damu ya Kalvari, damu ya msalaba, damu ya Golgotha, damu ya Kalvari, damu ya Kalvari, ndio, damu inanena mema, inanena mema, inanena mema, inanena mema kwenye hiyo mizimu sasa, hiyo damu inanena mema kwenye maisha yako, inanena mema, ndio, damu inanena mema, damu ya Yesu inanena mema, kwa jina la Yesu, 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 hiyo damu ya Kalvari, damu ya msalaba, damu ya Golgotha, damu ya Yesu inanena mema kwenye maisha yako, kwenye maisha yako, kwa jina la Yesu, hiyo jina la Yesu, kwa jina la Yesu, hizo sasa zinaachia kwa damu ya Yesu, 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 yote mzima zinaachia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, jina la Yesu aliye karamashiki, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, na kukabidhi watu hawa ule upako wa ukombozi uendelee ndani yao, ile nguvu ya kuwafungua waendelee kutembea mpaka nyumbani, endelea kuwafungua wakiwa kule nyumbani, endelea kuwafungua wakiwa njiani. Huo upako wa juu yao usiwachine mpaka wamevuka, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, amen, amen, amen. Na karibu mratibu. Basi naweza tukarudi, mpigie Yesu makofi mengi ukiwa unaenda kwa kwenye kiti. Shangilia Bwana, shangilia Bwana, shangilia Bwana.